Hewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tunayo furaha kubwa sana kukusogezea habari hizi kwa muda huu, na hivyo tukiwa pamoja tutaelekea ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama yazidi kuwa mbaya kutokana na vita ambazo zinazidi kupiganwa. Hivyo endelea kuwa na radio yetu hii ili kupata habari zote hizo. Tutakuwa ndani ya mashariki huko ambako vita zinazidi kati ya vikosi vya waasi wa M23 na vikosi vya wazalendo vikishirikiana na vikosi vya serikali ya FARDC. Pia tutakuwa huko ndani Washington ambako jamii la Wanyamulenge limeweza tena kuandamana hapo jana ili kuweza kulalamikia Umoja wa Mataifa na kusema kuwa ndani ya jamii yao huko Minembwe hali inazidi kuwa mbaya kutokana na vita za madroni ambazo zinazidi kufanywa. Hivyo ndugu yangu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, baki nami ili kupata habari zote hizo. Tukianzia basi ndani ya Minembwe ambako jamii lote la Wanyamulenge limeweza kulalamikia Umoja wa Mataifa na kusema kuwa jeshi la FARDC pamoja na wazalendo wakishirikiana na jeshi la Burundi wanawanyanyasa ndani ya Minembwe. Tufate habari hizo kwa mfululizo. Mamia ya wakongomani wa jamii ya Banyamulenge waliandamana mjini Washington, Marekani, wakilalamika mashambulizi ya dhidi ya raia na hali mbaya ya kibinadamu katika eneo lao la Minembwe ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walisema kuna uhaba mkubwa wa mahitaji muhimu kama chakula na dawa. Shirika la Human Rights Watch pia lilieleza wasiwasi wake juu ya kuzuiwa kwa misaada ya kibinadamu kufika katika nchi hiyo na kufikia wananchi wa Minembwe. Tukiwa pia ndani ya mashariki humo mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya Masisi ambako wananchi ambao wamekuwa wakikimbia mapigano makali wameweza kupata nafuu kwa siku kidogo kisha tu vita kali ambayo ilikuwa ikipiganwa kati ya vikosi vya waasi wa M23 na vikosi vya wazalendo. Wananchi wakimbia mapigano katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini. Mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la FARDC na wazalendo yamesababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Vijiji kadhaa vimeachwa bila wakazi, huku waliokimbia wakielekea eneo za Walikale. Hali ya maisha huko ni mbaya sana hivi kwamba wengi wakilala kwenye shule na makanisa bila chakula wala huduma za kiafya, na wengine ambao hali ikiwa ni nguvu sana wamekosa hata mahali za kulala kwa kuwa shule hizo na kanisa hizo zimekuwa zikijaa watu wengi, hivyo walilazimika kulala ndani ya misitu bila kupata chochote, na hali hizo zinazidi kuwa mbaya sana kwa watu ambao wana mimba, pia watoto na wazee, bila kusahau wagonjwa ambao wamekosa madawa ya kuwatunza. Hivyo hali inazidi kuwa mbaya katika eneo hilo. Hivyo viongozi wa kijamii katika eneo hizo wanazidi kulalamikia serikali na kuomba misaada. Mapigano pia mapya yameripuka katika Masisi. Mapigano hayo yameripotiwa tena katika kijiji cha Miti Mingi ambako milio ya risasi mizito na nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa. Wazalendo walifanya mashambulizi ya kujibu dhidi ya waasi wa M23. Hali hiyo bado ni tete na wananchi wanaishi kwa hofu ya mapigano kuanza tena katika eneo hizo. Tuelekee pia ndani ya mji mkuu wa Kinshasa ambako hali ya usalama pia inazidi kuwa tete kutokana na uvamizi wa majambazi wa mtaani ndani ya mji huo. Ndani ya mji huo mkuu wa Kinshasa imesemekana kuwa majambazi wanaojulikana kuwa kama kuluna wanazidi kuharibisha hali ya usalama ndani ya mji mkuu huo. Pia tuzungumzie kuhusu hali ambayo inazidi kusemekana kuhusu namna makubaliano yanazidi kufanywa, lakini bado hali inazidi kuwa nguvu kwenye uwanja wa mapambano. Wakati huo hali yazidi kuwa mbaya
Vyombo vya habari vya Kinshasa vinaeleza kuwa licha ya mazungumzo ya amani yaliyofanyika Uswisi, mapigano yanaendelea mashariki mwa nchi. Jeshi la FARDC linaishutumu Rwanda kwa kusaidia waasi wa M23, na pia kuna madai ya uporaji wa madini katika maeneo ya Kivu, jambo linalochochea zaidi mzozo ndani ya eneo hilo la Kivu, ni kusema Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Tuzungumzie pia ziara za MONUSCO mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi mpya wa MONUSCO James Swan ameanza ziara yake mashariki mwa DRC, hususan ndani ya nchi ya mji wa Beni kwa lengo la kutathmini hali ya usalama na ulinzi wa raia ndani ya eneo hilo. Ziara hii imekuja wakati kukiwa na mashaka juu ya uhusiano kati ya serikali na ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa. Hizo zilikuwa ni habari ambazo tulikuwa tukikusogezea kama media yako pendwa. Tulikuwa ndani ya mji mkuu wa Kinshasa ambako kuluna zinazidi kusumbua maisha ya raia. Pia tulikuwa tukizungumzia kuhusu hali ya mashariki mwa DRC ambako vikosi vyazidi kupambana na wakaaji wazidi kukimbia na kuishi maisha mabaya kutokana na hali hiyo kuzidi kuwa mbaya na vita hizo. Pia tulikuwa ndani ya Washington DC ambako vikosi jamii la Wanyamulenge liliweza kufanya tena maandamano makubwa hapo jana tariki 20 Aprili mwaka huu kwa kuweza kulalamikia serikali ya Kongo pamoja na serikali ya Burundi kuwa ni wao ndio wanaozidisha maisha ya wananchi wa Minembwe kuwa magumu. Hizo zilikuwa ni habari ambazo tulikusogezea. Basi ikiwa unataka kupata habari zingine wakati ujao, uweze kusubscribe, kushare ili kupatia ndugu zako nafasi ya kusikiliza habari zetu, na pia usisahau kucomment ili kutujulisha maoni yako na unatufuata ukiwa eneo gani za dunia hii. Asante sana kuwa na radio yetu pendwa.